Sasa wengine pia wanaweza kauliza Yesu Kristo ni nani? Biblia inatufundisha kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu na neno aliyefanyika kuwa mwili. Nafikiri kila mmoja anajua hivyo. Ndio maana Wakristo naamini katika Mungu mmoja aliyejifunua kama Baba, Mwana ambaye ni Yesu Kristo na Roho Mtakatifu. Kwa kujua hilo tunasema kwamba Mungu ndiye muumba wetu, Baba yetu, Bwana wetu, chanzo cha uzima na wokovu, na ndiye anayestahili utukufu, heshima na ibada milele. Hakuna mwingine ambaye unaweza kumfanyia ibada isipokuwa ni Mungu pekee. Amen. Kitu cha kuzingatia hapa, kitu cha msingi hapa, tambua hili: kabla hatujazaliwa Mungu alikuwepo. Kabla ya dunia kuumbwa Mungu alikuwepo. Kabla ya nyota hazijaonekana Mungu alikuwepo, na mwisho wa dunia hii Mungu bado atakuwepo. Kwa hiyo Mungu ana mwanzo, Mungu ana mwisho. Mungu ndio chanzo cha kila kitu hapa duniani. Neema na amani ya Bwana iwe pamoja nanyi, na wasalimu katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Naam, tunashukuru Mungu kwa uhai wake na kukutana tena mara nyingine hapa. Ninasema karibuni sana katika kujifunza neno la Mungu, na kama kawaida yetu, ili inapofika siku nyingine, basi tunajipeleka uso wa Mungu, tunajisogeza mbele za Mungu ili kujifunza maandiko yake, kwa sababu tunahitaji kupata maarifa ya Mungu ili tupite katika njia zake na Mungu atende haki katika maamuzi yake. Amen. Basi nataka leo niwakaribishe katika somo hili, au tunaweza tukaita mada, vyovyote utakavyoita, lakini ni bora tunakwenda kujifunza ili somo. Somo linasema Mungu ni nani? Najua mshawahi kusikia sehemu mbalimbali kwa watumishi mbalimbali au kwa wachambuzi mbalimbali kuhusu juu ya Mungu ni nani, au kwa dini mbalimbali. Kila mtu anaamini vile anavyojua kuamini yeye kwamba Mungu ni nani. Amen. Sasa sisi tutaenda kuchambua kibiblia. Na maanisha kama wewe ni Mkristo au mtu yoyote ambaye unasoma Biblia, basi tutaenda kumchambua Mungu ni nani kwa kutumia kitabu cha Biblia. Ila tu kama ni mara yako ya kwanza unapita au unatizama chaneli hii, basi tafadhali ninakuomba subscribe hapo na ubonyeze hicho kitufe chenye alama ya kengele ili upate notification kwa upload zote ambazo nitakuletea kwako, na utabarikiwa sana mtoto wa Mungu. Asante. Sasa moja kwa moja twende kwenye mada yetu ambayo inasema Mungu ni nani? Unamjuaje Mungu? Sasa Mungu ni nani? Ili neno ambalo wengi mmelisikia, wengi mnalijua, si neno geni, neno Mungu. Sasa Mungu ni nani? Kila mmoja anamjua vile anavyomwelezea Mungu ni nani. Dini tofauti wanamwelezea kuhusu wanavyomjua wao. Hata wale wasiokuwa na dini wanamwelezea Mungu jinsi wanavyojua wao. Lakini hapa ninakwenda kuwafundisha au tukajifunze Mungu ni nani kwa mujibu wa Biblia. Kwa hiyo tutajifunza kumjua Mungu ni nani kwa kufata kitabu cha Biblia. Sitaki uamini vile ninavyofundisha mimi, ila mimi ninakwenda kuelekeza Mungu ni nani kwa mujibu wa Biblia. Ila kama ni mara yako ya kwanza, ninakuomba basi usipite katika chaneli hii bila usubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili upate notification kwa update zote ambazo nitaziupload. Sasa twende moja kwa moja katika somo letu. Mungu ni nani? Tunataka tumtambue Mungu ni nani. Kwa mtazamo wa kibiblia, Mungu ni muumba wa mbingu na nchi na chanzo cha uzima na mwenye mamlaka yote, mwenye hekima yote na mwenye upendo na usio na mwisho. Amen. Hata katika kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wake wa kwanza inatutambulisha hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Amen.
Sasa tuangalie Mungu ni nani kwa kulinganisha na Biblia. Tunasema kwamba Mungu ni muumba na kila kitu kiliumbwa kwa uwezo wake. Na hii tunaipata katika kitabu cha Zaburi 24 mstari wake wa kwanza, ndio kilivyotuambia kwamba kila kitu kiliumbwa kwa uwezo wa Mungu. Pia tuangalie kwa mtazamo mwingine, Mungu ni roho. Huwezi kumfunga Mungu katika mwili au sura ya kibinadamu. Mungu afanani na mtu yoyote, ndio maana tunasema Mungu ni roho. Lakini japo tukiangalia vitabu vya Mwanzo vinasema Mungu alisema tumfanye binadamu kwa mfano wetu, haimaanishi kwamba anafanana na wewe sura, au ukamweka Mungu katika umbo, au ukamweka Mungu katika kitu chochote. Mungu afananishwi na kitu chochote, Mungu atabaki kuwa Mungu. Amen. Tukienda kusoma kitabu cha Yohana 4:24, acha nisome. Mungu ni roho, nao wamwabuduye yeye inapaswa kumwabudu katika roho ya kweli. Amen. Ndio maana tunasema Mungu ni roho. Pia tunakwenda kumdefine tena Mungu. Mungu ni pendo, na ni kweli Mungu ana upendo, na upendo wake ulidhihirika pale alipomtoa mtoto wake wa pekee ambaye ni Yesu Kristo kwa ajili ya kumwokoa mwanadamu tulivyoanguka kwenye dhambi. Huu ni upendo wa pekee kabisa. Ndio maana kuna andiko linasema nawaachia amri kuu, mpendane kama mimi nilivyowapenda ninyi. Kwa hiyo tunasema Mungu ni pendo. Hata tukienda katika kile kitabu cha Yohana ambayo ni 4 mstari wake wa 8 inamtambulisha kuwa Mungu ni pendo. Amen. Pia akiishi hapo tunasema Mungu ni mtakatifu. Isaya 6 mstari wake wa 3 inatuambia hakuna uovu ndani ya Mungu. Hakuna uovu ndani yake. Mungu ana uovu, ndio maana anapenda sisi tuishi maisha matakatifu ili kumpendeza yeye, kwa sababu anachukia uovu. Anapenda na sisi tuwe watakatifu. Ndio maana tunasema Mungu ana uovu, kwa sababu anachukia uovu na anataka sisi watoto wake tuishi katika hekima, katika utakatifu. Amen. Pia tunamwangalia Mungu ndiye mwanzo na mwisho. Yeye yupo milele na ana mwanzo wala mwisho. Hiyo tunaona katika kile kitabu cha Ufunuo. Ufunuo 1 mstari wake wa 8 inasema, acha nisome. Mimi ni Alfa na Omega, yeye ni aliyoko na aliyekuwako na atakuja, Mwenyezi. Amen. Pia tunakwenda kuangalia kwamba Mungu ni Baba. Sasa kwa wale watu ambao tumempokea Kristo au tunamwamini katika Kristo, Mungu anaitwa Baba wa mbinguni. Hata Yesu alitufundisha kusali ile sala ya Baba yetu ambayo ni Mathayo 6 mstari wake wa 9, inasema Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Kwa hiyo kwa mtindo huo au kwa namna hiyo, Mungu ni Baba yetu ambaye Yesu alitutambulisha hivyo. Amen. Sasa wengine pia wanaweza kauliza, Yesu Kristo ni nani? Biblia inatufundisha kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu na neno aliyefanyika kuwa mwili. Nafikiri kila mmoja anajua hivyo. Ndio maana Wakristo naamini katika Mungu mmoja aliyejifunua kama Baba, Mwana ambaye ni Yesu Kristo na Roho Mtakatifu. Kwa kujua hilo, tunasema kwamba Mungu ndiye muumba wetu, Baba yetu, Bwana wetu, chanzo cha uzima na wokovu, na ndiye anayestahili utukufu, heshima na ibada milele. Hakuna mwingine ambaye unaweza kumfanyia ibada isipokuwa ni Mungu pekee. Amen. Kitu cha kuzingatia hapa, kitu cha msingi hapa, tambua hili: kabla hatujazaliwa Mungu alikuwepo. Kabla ya dunia kuumbwa Mungu alikuwepo. Kabla ya nyota hazijaonekana Mungu alikuwepo, na mwisho wa dunia hii Mungu bado atakuwepo. Kwa hiyo Mungu ana mwanzo, Mungu ana mwisho. Mungu ndio chanzo cha kila kitu hapa duniani. Kwa hiyo kwa kusema hilo, nafikiri utakuwa umenielewa na maanisha nini, au fundisho hili litakuwa limekusaidia kidogo.
Niseme tu mtu wa Mungu, mbarikiwe sana na Mungu wa mbinguni awabariki. Shalom, shalom, bye bye.